Tukiachana na siasa, operesheni maalum ya maofisa wa usalama inaendelea katika mpaka wa Kisii na Transmara kufuatia mapigano yaliyosababisha vifo vya watu wawili. Mapigano hayo yaliyoacha makumi na majeraha pia yakiathiri ufunguzi wa zaidi ya shule 10 katika sehemu hiyo. Jumatatu katika mpaka wa Kisii na Transmara, hali ilikuwa kama hii. Maafisa wa GSU waliojihami wanaendelea na shughuli za kulinda usalama. Hapa tunaandamana nao vichakani baada ya kundi la vijana kuripotiwa kuonekana na silaha hatari, licha ya mkutano wa hapo jana kuafiki kwamba yeyote asionekane na silaha mpakani. Hapa ni Kiango. Manaibu kamishna wa Kenyenya na Kilgoris wako mbioni kudhibiti hali. Vijana hawa waliojihami wakifumaniwa na silaha zao, wakipanga jinsi ya kukabili wenzao ambao pia wanasemekana kujificha ndani ya vichaka eneo hili la mpakani. Hatutaki watu wakitembea na silaha karibu na mpaka, karibu mita 300. Hatutaki kuona mtu akiwa na silaha yoyote. Tunatoa wito kama wale wazazi hawajaleta watoto, walete watoto kwa shule. Hiyo ndio tunahakikishia hakuna mtu atakuza mtoto ya shule. Vijana wanapohimizwa kuweka silaha chini, shule kadhaa zimesalia mahame licha ya kuanza kwa muhula wa 3. Katika shule hii ya Nyangeti eneo la Nyabitunwa, hali ya ati imegubika shule hii. Idadi ndogo ya wanafunzi wakifika siku ya kwanza. Wanafunzi wetu kuna wale wakubwa wanaenda kupigana. Na pia kuna wale wa Masai wanasoma hapa wachache hawajaingia shuleni. Tupewe hardship. Kwa mfano kwa sasa ukiangalia walimu wamekuja shuleni wakifaa raba kwa sababu wakati wowote kutoka sasa wanaanza kukimbia kwa sababu ya vita. Shule zaidi ya 6 zikiathirika na hali hii ya mshike. Na hali ya wasiwasi ingali imegubika maeneo mbalimbali katika mpaka wa Kisii na Transmara, shule zikiwa zinaripoti idadi ndogo ya wanafunzi ambao wamefungua shule kwa muhula wa 3, wengine wakisemekana wangali wamejihami na silaha hatari katika mapigano yanayoendelea mipakani. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Nyabitunwa katika mpaka wa Transmara na Kisii.